Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Kugundua umuhimu wa mtu. Kufanyia kazi mambo mengi. Kuruhusu kuamini kitu. Kupatiwa taarifa ya msiba. Kuonana na mtu akiwa na wasiwasi. Kuficha tatizo lako linalokusumbua. Kuacha kuchukua kitu kutokana na mambo mengi uliyokuwa nayo. Mabega kuuma. Kuhisi maumivu ya mgongo. Utamjua mtu baada ya kufahamishwa. Kuingilia kati mazungumzo ya mtu. Sikio kutikisika. Ni ujumbe utakaopokea baada ya muda mchache. Kuugundua uwepo wa mtu bila kupewa taarifa ya uwepo wake. Nyota ya mbuzi. Mtu anakupa ishara utakayoitambua baada ya jambo kutokea. Kuhangaika kupunguza sauti ya kitu. Kumfanya mtu akukumbuke kwa uliokuwa unamfanyia. Kufanya kazi kwa mawazo. Mtu anahitaji kujiweka mbali na wewe. Kuna hali utakayoipitia na kuihisi ni nuksi inayokuzunguka. Nyota ya mashuke. Kushtushwa na taarifa ya mtu au muonapo. Kupima tatizo fulani baada ya kujihisi dalili uzionazo. Kufuatilia kitu. Kuwa na shauku ya jambo. Mambo yako kubadilika ghafla. Nyota ya samaki. Utapata taarifa ya kuuguliwa na mtu wako wa karibu. Utapata ruhusa ya kitu. Kupokea ishara ya kitu. Moyo wako unahisi unakupa majibu ya kweli. Kupata mrejesho wa kitu. Kumwekea mtu dhamana. Kusali sana au kufanya maombi. Kuna mpango wa pesa utakuwa unakuja kwako kwa kusuasua sana. Nyota ya nge. Ushauri wako utamjenga mtu vizuri. Kufikishiwa taarifa muhimu. Mtu atakuelezea jambo kwa malalamiko. Kuhisi kuchefukwa na kitu. Kuijua dawa ya tatizo fulani. Kuipata maana halisi ya kitu. Ubaya wa mtu utajidhihirisha. Kutokuwa na haraka ya kitu. Nyota ya kaa. Ufahamu jambo unalofichwa na mtu. Kumwona mtu akiongea huku akitoa machozi kwa machungu aliyokuwa nayo. Itakukumbusha jambo muhimu kwako. Kuthamini kitu kila unapopata funzo. Kutaka kufanya jambo kwa vitendo na si kuongea tena. Kupata mashtaka mengi kutoka kwa mtu ambayo yanamhusu. Kulazimisha kitu. Utamfariji mtu. Ulichokihisi ni sahihi. Utaweza kuepukana na jambo baya. Nyota ya punda. Kuzurika au kuumia. Kujivunia kitu ulichokuwa nacho. Baadhi yenu mtakuwa katika hali ya unyonge. Kutuma sana ujumbe wa sauti kuliko uandishi. Kujihisi nafuu baada ya jambo kuisha. Pesa unayoisubiria utaipata. Na utahakikisha unatekeleza linalohitajika kufanyika. Nyota ya mshale. Kuhisi maumivu makali ya kichwa. Kuwa na mipango mingi ya kifedha. Kuna taarifa itakayo kuchanganya au kukufanya usiwe sawa. Ulilolihofia linaweza kutokea. Mjumuiko wa watu utakupa maswali mengi. Ishara ulioipata kipindi cha nyuma inatimia kwa sasa kwa maana yake. Nyota ya simba. Kulitafakari tena jambo. Kuhisi unakosea kufanya jambo fulani. Utatamani kupata ushahidi wa kina kujiridhisha. Kulinganisha matukio. Mtu kuwa na kisirani na wewe. Kufurahishwa na michezo ya watoto. Kupata tahadhari mapema kabla ya kufanya kitu. Utaridhishwa na kipato kipya. Baadhi yenu mtajitoa katika nafasi fulani au kujiuzuru. Nyota ya mizani. Kupata hitimisho la jambo. Ulichokiombea kinaleta majibu sasa. Kuongea na mtu kwa mambo mazuri. Unahisi ukubwa, ufahari au namna kuthaminiwa. Kuweza kusema jambo ambalo ulikuwa unasita kulizungumza. Mtu atakuhabarisha kuwa anauguza. Nyota ya mapacha. Kupata hali ya kiungulia. Kuhisi kuzungumziwa sana. Kupata safari ambayo hukuitarajia. Kuthubutu kufanya kitu japo kwa udogo. Mtu anaridhia jambo lako na kutekeleza. Kuihisi harufu ya dawa. Inakujulisha kutokea kwa tatizo. Kupatikana suluhisho la jambo. Na kupata msaada. Kuiwazia sherehe. Nyota ya ndoo. Kupata hali ya uchungu moyoni mwako. Kuhisi mtu hajali hisia zako.
kutumia nguvu kubwa sana kuweka mambo sawa, kujitahidi kurekebisha kitu. Akili na mawazo yako yanakuzungumzisha kitu. Utalaani jambo lililokuumiza au lililotokea kwa uharibifu. Kuuhisi usaliti wa mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.